lamma qada Allahu al-khalqa, Allah alipomaliza kuumba ulimwengu huu, arsala Jibrila ila al-janna, alimtuma Jibril aende kwenye pepo. Pepo iko na mambo yake mazuri tu, imepambwa kila kitu. Faqala lahu, akamwambia Jibril, ya Jibril, ewe Jibril, idhhab ila aljanna, nenda kule peponi, wanzur ilaiha wa ila ma a'dadtu li ahliha fiha, kaikague pepo vizuri kwa utulivu, na uyakague yote niliyoyaandaa kwa hao wakazi wa peponi. Fajaaha Jibril, Jibril akatekeleza agizo, akaja kwenye pepo. Wa nadhara ilaiha, akaikagua vizuri yote. Wa ila ma a'adda Allahu fiha, akakagua na mambo mbalimbali Allah aliyoyaandaa kwa hao wanaostahiki kuja kuishi humo. Falamma raja, Jibril aliporudi pale mahala alipochukua agizo, maana ni masafa, kaenda alikoambiwa, kakagua. Aliporudi kuleta mrejesho, qala, kasema, fabi'izzatika, ninaapa Mola wangu kwa nguvu na utukufu wako, la yasma'u biha ahadun illa dakhalaha, hakuna yoyote atakayesimuliwa habari ya pepo ila ataingia peponi tu. Watu wa mjini husema piga ua, mtu hatotaka kukosa ile pepo. Vile ilivyo na hao waliokadiriwa kukaa kule, na yale ndo mambo yao. Hakosekani mtu kule, wote wataingia peponi. Fa umira biha, Jibrili yuko pale, Allah akatoa agizo, kawaagiza watendaji wengine huko. Fahuffat bil makarihi, ikazungushiwa ile pepo fensi yake mambo ya maudhi, mambo ya karaha. Karaha sio adhabu. Thumma qala, alafu Allah akamwambia Jibril, irji ilaiha, rudia tena mara ya pili, wanzur ila ma a'dadtu li ahliha fiha, kayakague vizuri niliyoyaandaa kwa wakazi wa peponi. Kaona labda kusharekebishwa, kumefanywa mfumo mwingine. Alipokuja Jibril mara ya pili, kakagua ndani, pepo iko vile vile, hamjapanguliwa chochote kama alivyoiacha mara ya kwanza, lakini ilikuwa haina fencing huku nje. Kaikuta huku nje, kabla ya kufika huko ndani kakuta mambo ya karaha matupu yamezungushwa mle. Falamma raja, aliporudi pale mahala anapochukua maagizo, sijui kama Sidratul Muntaha hapo na janna iko kwengine. Aliporudi, qala, kasema, fabi'izzatika, Mola wangu ninaapa kwa izza yako, laqad khashitu an la yadkhulaha ahadun, niliyoyakuta sasa hivi ninachelea kwamba hatoingia hata mtu mmoja. Mara ya kwanza kakagua, kasema hatomisi mtu, wote wataingia. Mara ya pili alivyoangalia mandhari ilivyobadilishwa huku nje, kasema ninachelea hatoingia hata mtu mmoja peponi, kwa sababu pepo yuko mbali, imefungiwa huko, na hakuna aliyepata kwenda akaona kama alivyokwenda yeye. Itakuwa ni jambo la kusimuliwa tu, kuna kitu fulani huko kizuri, lakini jitahidi ukitafute. Na mtu anapotumainishwa kwa mambo mazuri anayoyapenda, kwa sifa ambazo zinajaa moyoni mwake, atakuwa na utashi wa kutaka hebu nikaone. Atakapojaribu kwenda
eneo la nje kabla hajafika, kuna mambo hawezi kuyastahimilia. Kwa hiyo karaha za nje zitakuwa ni kikwazo kwa baadhi yao. Hawezi kujitolea akasema nienda, asema nje hali hii, huko ndani ndo kuna mazuri ninayoambiwa. Sijisumbui. Karaha za nje kwake zitakuwa ni kikwazo kitakachomfanya asiende kwenye neema ndani. Na kwa nini Allah akamwambia Jibril? Na kaumba ulimwengu na vitu vingi, una viumbe wengi. Kama ni malaika, Jibril siye peke yake. Jibril kaambiwa kwa sababu yeye kwa wadhifa wake ndiyo kiongozi wa malaika wote, halafu ndiye mkuu wa kushughulikia masala ya kiutawala kwenye ufalme wa Allah. Jibril muta'in thamma aminun, anatiiwa kwenye enzi yake na ni muaminifu. Kwa hiyo kwa wadhifa wake ili jambo linamhusu, tokaambiwa akakague. Lakini kaenda kukagua pepo mara mbili na akaja na jawabu mbili tofauti zinazokinzana. Mara ya kwanza kasema hakuna atakayesimuliwa pepo ila ataingia peponi. Mara ya pili kasema nachelea haingii hata mtu mmoja, kwa sababu ya kubadilisha muonekano tu na mandhari ya nje. Ndani kuzuri vile vile. Ni kweli kuna maisha ya neema, lakini atakayejitahidi kuyatafuta hayo maisha yenye neema ya milele atakuta kuna vikwazo huku, obstructions zinamfanya arudi nyuma. Qala, Allah akamwambia kama hawataenda peponi kwa sababu ya karaha, kuna mahala pengine nimeandaa wataenda. Idhhab ila nari, nenda kwenye moto. Sasa Jibril anaagizwa aende akakague motoni. Idhhab ila nari wanzur ilaiha wa ila ma a'dadtu li ahliha fiha, nenda kwenye moto kaukague moto vizuri, ukague na kila nilichokiandaa kwa wakazi wa motoni. Fajaaha Jibril, Jibril akaja kwenye moto.